ambao tunaifuatilia utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za baadaye saa 1 na saa 3 mtawalia. Katika taarifa nyingine ni kuwa baadhi ya wahubiri katika kaunti ya Murang'a wametetea hatua ya Rais William Ruto ya kutoa mchango wake kanisani, wakisema kuwa kila mtu ana uhuru wa kumtolea sadaka Mwenyezi Mungu. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Robert Gakure moja kwa moja atufahamishe mengi zaidi. Kazi kwako Gakure. Naam, shukran. Na moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a na kupokea kwa njia ya sawa kabisa. Na hatua ya rais kuendelea kutoa mchango wake katika makanisa umeendelea kuibua maoni tofauti kati ya Wakenya, viongozi, wachungaji. Na hii leo niko na baadhi ya wachungaji kutoka kaunti ya Murang'a ambao wanatoa maoni yao kuhusu kisa ama hatua ya rais kutoa ahadi yake ya mchango wa shilingi milioni 20 siku ya Jumapili. Na bila kuzungumza mengi nishirikishe wachungaji hawa ili watuelezee maoni yao ni yepi. Ukianza kwa jina, tuelezee mkiwa wachungaji kutoka kaunti ya Murang'a, mnasema hali iko vipi? Majina yangu ni Reverend Francis Kirago na Yesu ni Bwana. Mimi ni mwanahuduma katika ile eneo la Murang'a na Kirinyaga, tukiwa na wachungaji wenzetu mahali hapa, na tumekuja kuongea juu ya hali ambayo imekuwa ikiendelea, sababu kuna pesa zilizotolewa na our president tunayempenda sana, na kawaida yake mahala popote aendapo lazima apate kutoa pesa, na huwa anatoa pesa kwa hiari yake bila kuelezewa na yoyote. Ili si kanisa la kwanza kupata kutoa pesa, na tunaposimama kwa msimamo kumtetea Bishop Edward Mwai, hakuwa na chochote kile ambacho kingemzuia kupokea mchango wowote ambao angepatiwa ama angeelezewa utapeanwa. Na hiyo ni kawaida ya desturi zote za makanisa na si kwa makosa iliyofanyika. Pia tunamtetea tukielewa kwamba amefanya kazi nzuri sana katika nchi ya Kenya. Kuna kwingine kumekuwa na shida nyingi sana, na Bishop Edward Mwai amesimama na watu wengi. Wakati wa mafuriko alipata kusaidia wengi, mpaka hapa Murang'a tunaelewa alienda upande wa Ngoto na akapeana chakula. Tumesikia wakati wa njaa pia amepeana chakula. Tumesikia kwamba pia ameenda mpaka jela, amerenovate some of the prisons. Amesimama na watu wengi, amesimama pia na maombi kuombea nchi ya Kenya. So hana makosa yoyote ile. Na pia hizo 20 billion iwe zimetolewa ama hazijatolewa, iwe ni pledge ya our president, na zile ambazo pia aliweza kuongea akasema kwamba kuna 100 million, iwe ni pledge yoyote ile, hangezuiwa na yoyote kwa njia zote zile, sababu imekuwa ikitolewa kwa kila makanisa, na zikija haziwezi kuguzwa na Bishop Edward Mwai, zinaguzwa na the administrators na wale viongozi wanaongoza nchi ya Kenya. Na zitakapotumika, kama zitatolewa, kama zitatumika, already hesabu zote zitakuwa zimehesabika, na tutasimama vizuri na tuone ya kwamba mambo imekuwa sawa sawa. So nimalizie na mchungaji wa mwisho, pengine Wakenya wana hisia za kuwa pesa hizi zikiendelea kutolewa katika makanisa itaongeza idadi ya ufisadi nchini. Wito wako ni upi ama maoni yako ni yapi? Okay, ningesema rahasa, ningesema kwa majina naitwa Reverend Karanja kutoka maeneo ya Murang'a na Kirinyaga Pastors Fellowship. Na ningesema jambo hilo umeniuliza la hasha, kwa sababu jambo hilo ni kwamba mimi kama vile naona na kama vile tunaona ya kwamba kama kanisa la Pentecostal ni kwamba katika mambo na kutoa sadaka kila mtu ameruhusiwa kutoa sadaka, na kama rais ameruhusu ama kama rais ameruhusiwa kuingia katika kanisa na ameingia kama mshirika wa kawaida, kwa hivyo anafaa atoe sadaka kama mshirika mwingine, na ikiwa ni fungu lake pia atoe kama mshirika mwingine. Kwa hivyo jambo hilo ama swali hilo umeniuliza ni kwamba naweza kusema rahasha, sio jambo ambalo kama vile Wakenya wanalishika na nakashifu makanisa ya Kipentekosto, kwa sababu Bishop rafiki wetu Edward Mwai ni bishop ambaye ni mwenzetu, na kama makanisa ya Pentekosto tunamjua katika kazi njema ambayo anafanya katika mwili wa Kristo, na kwa hivyo tunashukuru kwa ile kazi ambayo anafanya, na tunajua ya kwamba tutamshikilia, kwa sababu hata makanisa mengine tuliona rais bado anaenda, na kuna watu waliweza hata tukiangalia the last regime yule kuna pesa walipeana kule Uhuru Park na ikapeanwa kama milioni 100, na kwa hivyo hakuna watu waliweza kukashifu lile jambo. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba jambo lile tunalipokea, na ni kwamba tunapongeza, na tunasema makanisa tusiweze tukainukiwa, kwa sababu mwili wa Kristo tunafaa tuweze kuelewa ya kwamba kama ni mchango unatolewa sio kwa mtu binafsi, lakini ni kwa niaba ya kanisa. Asante sana, na kwa sababu ya muda ni ruhusu niweze kufikisha hapo. Ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia. Kwa niaba ya Runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Murang'a, jina langu ni Robert Gakure.